Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu, leo nimejisikia kidogo kuizungumzia sura ya 17 aya nambari 32. Sura ya 17 aya nambari 32, Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Katika aya hii ambayo ni aya maarufun lada almuslimin, yani aktharu almuslimin ya'rifunaha. Mwenyezi Mungu anasema wala taqrabu zina, wala msikurubie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila, kwa sababu zina ni uchafu na ni njia mbaya. Sasa hii wala taqrabu zina, wala msikurubie, kuikurubia zina ni kufanya nini? Hebu tuangalie maneno ya Ahmadu Shauqi. Ahmadu Shauqi ni mmoja kati ya wasomi wanawazuoni magwiji wa Kiislamu, anaitwa Ahmadu Shauqi. Anasema kuikaribia zinaa ambako Mwenyezi Mungu ametukataza ni kufanya mambo sita. Jambo la kwanza anasema nadharatun. Kuikaribia zinaa kwanza kunaanza na kwenye kutazama. Umemtazama mwanamke ukamwona amejaliwa, mashallah. Wanawake wengine Mwenyezi Mungu amewajalia, walillahi alhamdu, wana mashallah, yani wame mashallah, yani taban. Basi ukatazama paka utazama, mwisho ni mara moja. Shekhi, ukitazama ukaona kwamba huu ni mzigo, badilisha macho, kwa sababu hata jicho pia linazini. Kuzini sio tupu tu peke yake, hata jicho ukitazama ushajua huyu fulani, geuza macho. Ukiendelea kutazama tena mzigo mpaka unageuka nao, hiyo ni haramu. Kwa hiyo kuikurubia zinaa, Ahmadu Shauqi anasema kwanza ni kutazama, lakini pili anasema fabtisamatun, baada ya kutazama kutabasamu. Fabtisamatun, baada ya kutazama ukaanza kujitia wewe bingwa wa kusmile, ukaanza kutabasamu. Ndio zinaa sasa inapoanza kukaribiwa hapa, kutabasamu. Fabtisamatun, baada ya kutabasamu, jambo la tatu fasalamun, inaingia salamu. Sasa haya yote ndio mambo ambayo tumekatazwa, tena hususan hizi salamu za kisasa hizi, hai mambo, yani ndio maana mimi sitakagi shikamoo. Mimi sitaki shikamoo mimi, yani sisemi na wengine wasemke shikamoo, nazungumzia mimi. Ukiniambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yakfini, inantosha mimi, wala sitakagi shikamoo, sababu shikamoo nini mambo watoto yake ndo geje. Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa hiyo fasalamun, shatazama, shatabasamu, ukasalimia. Fakalamun, jambo la nne kuzungumza, mkaanza kuleta mazungumzo pale. Fakalamun, mazungumzo yote hayo ni katika mambo ambayo yanakurubisha zinaa, mazungumzo ambayo hayana ulazima, hayana haja. Huhitaji vocha, wala sio dukani, wala sio mmekutana tu mtu ukaanza kujitia kwanza mazungumzo naye, ndio zinaa inapoanza kukurubiwa hapo. Famau'idun, baada ya mazungumzo sasa mkaweka ile ahadi sasa ya kukutana. Faliqaun, na jambo la sita ni kule kukutana kwenyewe. Haya ndiyo mambo ambayo mtu akiyafanya anahesabika amekurubia zinaa, jambo ambalo Mwenyezi Mungu ametukataza katika sura ya 17 aya nambari 32, pale Allah aliposema wala taqrabu zina, wala msikurubie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila, kwa sababu zina ni uchafu na ni njia mbaya. Zina inasababisha ufukara, zina inaondoa heshima,
Zinaa inapunguza umri. Umri hauongezwi kwa mzinifu, yani zinaa ina tabia ya kupunguza umri, kwa sababu inaweza ikapelekea mtu akapatwa na maradhi kama haya maradhi ya kisasa ya HIV. Mwenyezi Mungu atunusuru, atuondoshee maradhi hayo sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu na Waislamu wote kwa ujumla. Na hatusemi kila mwenye HIV alikuwa mzinifu, lakini aghlabia, yani tamam, yani mara nyingi zinaa inasababisha maradhi, ukimwi, kuna hiyo anaita UTI, sijui kaswende, sijui gono, sijui balaa gani na balaa gani na balaa gani. Kwa tujiepushe na zinaa, tamam, insha Allah. Na hata Imam Shafi anasema zinaa wallahi ni deni. Zinaa ni deni, ukilikopa utalilipa tu. Utalilipa mara namna nyingine. Sasa ukilikopa utalilipa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuepushe sisi na vizazi vyetu na wazazi wetu na wake zetu na Waislamu wote duniani, atuepushe na zinaa. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.